tunafahamu kwamba kila taasisi inakuwa ina masharti, sheria, kanuni, miongozo, sera kama watumishi. Kwa hiyo hatuna budi kuzingatia hayo ambayo tunapaswa kutekeleza. Kama taasisi ya umma tunakuwa tunashughulika na utoaji wa huduma kwa jamii au kwa umma, na hicho ndio kitu kikubwa. Primary function ni kutoa huduma kwa jamii. Kwa sisi kama watoaji wa hizo huduma, hawa ambao tunawapa huduma, je, tunawapa huduma kwa namna gani katika kutekeleza huo wajibu wetu kwa kuzingatia hizo sheria kama za utumishi, za kazi. Kwa hiyo kama watoaji wa huduma tunatakiwa kwanza tuwe mifano kwa hao ambao tunawapa huduma. Tuwe tuna kauli nzuri, tutumie lugha nzuri, utoe customer care mpaka mtu ahisi kama unamtongoza, kumbe wewe upo kwenye kutoa huduma, au afeel unampa huduma yani to the maximum, kwamba mimi kweli nimetendewa haki kwenye sekta hii. Na kwa SUZA sina shaka na hili, hatuna historia hii, lakini tusijisahau kwenye msafara wa mamba na kenge wao. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wana tabia hizo, tunawaomba waache, na tutakuwa wakali sana kwenye kufuatilia hili, kwa sababu tumeaminiwa, tupo hapa kutoa huduma kwa taifa letu. Na SUZA kama tunavyofahamu hapa ndio kisima cha maarifa. Hata serikali inapotaka kuteua inaangalia hapa ndio kwenye think tank, inachomoa inapeleka hapo kwingine kwenda kusaidia taifa letu. Kwa hiyo haitapendeza kuona sisi kama taasisi kubwa ya SUZA ikawa tunapata sifa mbaya huko nje. Kwa hiyo nikaona tu tukumbushie hapo, na haya ni maagizo ambayo yamekuwa na Mheshimiwa Waziri kuja kuyafikisha kwenu. La pili ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilikuwa ni 20 mpaka 25, lakini sasa hivi tumeingia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji wake ambao unaanza 2025 mpaka 30. Kwenye hili tunafahamu kwamba chama chochote kikiingia kwenye madaraka kinachosimamisha serikali lazima kije kina manifestation. Kwa hiyo ilani hii ambayo tunaitekeleza, kila taasisi, kila sekta, kila vitengo, naamini kuna target ambayo tunatakiwa tuzifikie. Mheshimiwa Rais alipopita huko kwenye jamii aliahidi kwenye makundi mbalimbali ambao ndio huo umma huo unomchagua yeye, na sisi ndio watekelezaji wa hizo ahadi. Kwa hiyo kama sekta yetu hii ya taaluma kuna targets ambazo tumepangiwa kuzifikia. Kwa hiyo tusisahau hilo. Unapotekeleza unamsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza hizo ahadi. Yeye ameahidi, lakini utekelezaji ni sisi. Rais ni taasisi, na hizo taasisi anawakilishwa na nani? Tukiwepo na sisi kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunatekeleza hizo target kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais, na sio kumsaidia yeye tu, ni wajibu wetu kutekeleza. Ni wajibu wetu. Ikija ilani nyingine tutafanya, lakini kwa sasa hivi iko ilani ya Chama cha Mapinduzi, lazima tufikie yale malengo. Mwisho wa siku tutatathminiwa baada ya miaka 5. Je, tulichokiahidi tumetekeleza kwa kiasi gani? Kwa hiyo tufahamu kwamba tuna dhima na wajibu wa kutekeleza ilani, na kila mmoja anapaswa katika eneo lake kufahamu ilani yeye imegusa vipi, au anatakiwa atekeleze kwa kiasi gani. Na tutafuatilia ili kuona je, yale ambayo tumeshushiwa kuyatekeleza tunayatekeleza ipasavyo. Kwenye hiyo ilani naamini kuna vitu vingine ambavyo ni kama nyenzo za utekelezaji wa kazi zinazotusaidia katika kutekeleza hizo kazi zetu au majukumu yetu. Kuna hotuba za Mheshimiwa Rais ambazo alitoa wakati wa ufunguzi wa Baraza la Wawakilishi. Mle pia kuna maagizo. Kwa hiyo sisi kama SUZA au Wizara ya Elimu tunapaswa kujua katika maagizo yale tumeangukia wapi, vitu gani ambavyo tunatakiwa tuvikamilishe.
Kuna hotuba pia ya Mheshimiwa Rais ambayo alitoa wakati wa uteuzi wa viongozi wakuu, mawaziri, makatibu wakuu, mawaziri. Mle pia kuna maagizo katika kila sekta, kuna maagizo yametugusa. Kwa hiyo tunataka tufahamu sisi kama sekta ya elimu wapi tumeguswa, tunatakiwa hayo maagizo tuyakamilishe. Narudia tena, sina shaka na taasisi yetu hii ya SUZA, lakini bado sio excuse ya kutokukumbushana. La mwisho ni kutoa shukrani na pongezi kwenu kwa utekelezaji mzuri wa kazi ambazo mnafanya. Sisi kama wasimamizi tunasimamia, lakini nyinyi ndio watekelezaji wa hayo majukumu. Tunapata sifa Wizara ya Elimu, lakini sifa hizi tunazirudisha kwenu, na shukrani hizi na pongezi tunazinarudi kwenu, kwa sababu bila nyinyi sisi Wizara ya Elimu hizo sifa tusingezipata. Kwa hiyo tuendelee kuwa na spirit hiyo hiyo ya ushirikiano, uvumilivu, upendo, mshikamano, ili kwenda kuachieve yale ambayo tumekusudiwa tuyafanye. Taasisi ya elimu ni taasisi ambayo inaaminiwa sana, na Mheshimiwa Rais ameweka trust kubwa sana kwetu. Hata akisimama anajinasibu, anajisifu, Wizara ya Elimu ndio sekta mama, Wizara ya Elimu ndio inayoongoza kuliko sekta zote. Tujipongezeni basi jamani. Kwa hiyo mbali na sifa hizo, ndugu zangu, tuzidishe mori na ari ya kufanya kazi ili kuona kwamba kweli tunastahiki kupewa sifa hizo. Changamoto tumezipokea hapa, tutazifanyia kazi na uongozi wa wizara. Naamini sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana hapa ambayo nimetuwasilishia Profesa, nimeyaona. Na pia nichukue fursa hii kuwapongeza kwa ubunifu ambao mmefanya. Naona hapo kuna hizo mambo ya smart class, mambo ya utekelezaji wa mkakati wa master plan ya SUZA.